hichi ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo inaendelea kushika tamu zaidi. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo kutoka kwenye uwanja wa kivita ni juu ya kutumwa kwa vikosi vyovyote vya kijeshi kutoka muungano wa walio tayari nchini Ukraine. Hakukubaliki na vitakuwa shabaha halali ya kijeshi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema. Mwanadiplomasia huyo alisema kwamba mapema Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema kwamba mipango ya kutumwa kwa vikosi vitakavyotumwa mbali na mstari wa mbele iko tayari katika miezi ijayo. Mazoezi yao yatafanyika katika nchi za Ulaya zinazopakana na Ukraine. Katika muktadha huu anasema, tungependa kusisitiza tena kwamba haikubaliki kwa nchi yetu kutumwa kwa vikosi vyovyote vya kijeshi kutoka nchi za muungano unaoitwa walio tayari nchini Ukraine. Hii inarudia tena, kwa kweli inamaanisha uingiliaji kati wa kigeni, ongezeko la vitisho kwa usalama wa Urusi, Zakharova alisema katika mkutano na waandishi wa habari. Vikosi kama hivi vitazingatiwa nasi kama malengo halali ya kijeshi. Vilevile Rais wa Marekani Donald Trump amesema katika mahojiano na Fox News yaliyorekodiwa. Vilevile Rais wa Marekani Donald Trump katika mahojiano na Fox News yaliyorekodiwa Julai 14 anasema kwamba mgogoro nchini Ukraine unaweza kuisha kabla ya muhula wake wa urais kuisha. Anasema nadhani hivyo, Trump alisema akijibu swali kuhusu kama anaamini mgogoro wa Ukraine utatatuliwa kabla ya muhula wake wa urais kuisha mwaka 2029. Anasema nilidhani ungeisha kabla, nilidhani ulikuwa rahisi zaidi kwa sababu nilielewana na viongozi wote wawili. Vilevile idadi ya makampuni ya Kiukraini yanayolalamika kuhusu uhaba wa wafanyakazi unaowazuia kufanya biashara kwa uwezo kamili imeongezeka hadi zaidi ya 70% mwezi Juni kutoka 69% mwezi Mei. Taasisi ya utafiti wa uchumi na mashauriano ya sera inasema tatizo hili ndilo baya zaidi katika mikoa ya Kirovograd, Chernovodsk, Lvov, Cherkasy, Dnipropetrovsk, Poltava, Zhytomyr na Zaporizhzhia, ambapo zaidi ya 80% ya viongozi wa biashara wanalalamika kuhusu ukosefu wa wafanyakazi na wataalamu. Kupanda kwa bei za malighafi kunasalia kuwa wa pili kwenye orodha ya vikwazo muhimu vya kufanya biashara kulingana na utafiti huo. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen ameahidi utawala wa Kiev maeneo salama ya uzalishaji kwa ndege zisizo na rubani katika eneo la Umoja wa Ulaya kwa ajili ya mashambulizi dhidi ya Urusi. Katika ziara yake Kiev, alisaini makubaliano ya nia na Volodymyr Zelensky kuhusu uzalishaji wa ndege zisizo na rubani kwa ajili ya Ukraine katika Umoja wa Ulaya, sawa na hati ambazo Ukraine ilisaini na nchi mbalimbali za NATO katika mkutano wa kilele wa kambi hiyo huko Ankara. Von der Leyen pia aliahidi uwezo mkubwa wa kiteknolojia na viwanda. Mnamo Aprili, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilitoa majina na anwani za makampuni barani Ulaya yanayotengeneza ndege zisizo na rubani kwa ajili ya mashambulizi dhidi ya Urusi, ikionya kwamba umma wa Ulaya unapaswa kujua vitisho halisi kwa usalama wao vinatoka wapi. Von der Leyen alipewa tuzo ya Ukraine Order of Europe ambayo aliita ni upendeleo mkubwa. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan atatembelea Ukraine mnamo Julai 15 na 16 na atajadili suluhu ya amani na masuala ya usalama wa meli za Bahari Nyeusi wakati wa mikutano yake huko. Chanzo cha Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki kinasema Waziri wa Mambo ya Nje Hakan Fidan atatembelea Ukraine mnamo Julai 15 na 16. Wakati wa mikutano atasisitiza kwamba vita vipaswa kupelekwa Bahari Nyeusi, kwamba ni muhimu kupunguza mvutano unaoongezeka na kuhakikisha usalama wa meli. Katika muktadha huu atabainisha kuwa mashambulizi kwenye bandari na meli, ikiwa ni pamoja na meli za uvuvi katika Bahari Nyeusi, hayakubaliki chini ya hali yoyote. Kulingana na chanzo hicho, Fidan pia itatilia maanani umuhimu wa juhudi zinazoendelea za kidiplomasia ili kufikia amani ya haki na ya kudumu nchini Ukraine, na itaeleza utayari wa Uturuki wa kuzileta pande hizo pamoja kwenye meza mazungumzo. Ankara, kama waziri anavyokusudia kuonyesha, itaendelea kwa dhati na mipango yake ya kidiplomasia ya kuhifadhi Bahari Nyeusi kama bonde la amani, utulivu na ushirikiano. Huko Kiev, mwanadiplomasia mkuu wa Uturuki atajadili hatua za pamoja zinazoweza kuchukuliwa ili kuendeleza zaidi uhusiano wa Uturuki na Ukraine katika maeneo yote, haswa katika nyanja za kiuchumi, nishati na ulinzi, pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya nchi hizo mbili. Matarajio ya Uturuki kushiriki katika miradi ya ujenzi wa Ukraine pia yatajadiliwa. Mashambulizi ya vikosi vya Ukraine yanayolenga kuwatisha wafanyakazi katika kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia na wakazi wa mji karibu wa Engodar yana athari tofauti, kulingana na seneta wa Urusi Igor Kostyukevich kutoka mkoa wa Kherson.
Vitendo hivi vinapunguza hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku vikiimarisha azimio la Urusi la kupata ushindi. Vile Umoja wa Ulaya umeongeza ulinzi wa muda kwa wakimbizi wa Ukraine hadi Machi 2028, huku ukiwatenga wanaume wa umri wa kijeshi wa Ukraine kutoka kwa mpango huo kufikia Machi 2027, kulingana na taarifa ya Baraza la Umoja wa Ulaya. Leo nchi za EU zilikubali kuongeza hadhi ya ulinzi wa muda iliyotolewa kwa wale wanaokimbia Ukraine hadi Machi 4, 2028. Taarifa hiyo inasomeka: zaidi ya hayo, kwa kutambua hitaji la kuwalinda watu waliokimbia makazi yao na hitaji la Ukraine kujilinda dhidi ya vita haramu vya uchokozi vya Urusi, nchi za EU zilikubaliana kwamba ulinzi wa muda unapaswa kutolewa tu kwa wale wanaotimiza majukumu yao ya kijeshi nchini Ukraine. Taarifa hiyo inasema sheria mpya zitaanza kutumika Machi 4, 2027, wakati utaratibu wa sasa wa ulinzi wa muda utakapoisha. Hata hivyo, EU haina mpango wa kuwafukuza watu wa umri wa kijeshi wa Ukraine ambao tayari wanaishi Ulaya, na vikwazo vya hali ya ulinzi wa muda vitatumika tu kwa watu wapya wanaowasili. Tume ya Ulaya imeruhusu Ukraine kutumia sehemu ya mkopo wa EU kununua vipengele vya ndege zisizo na rubani zilizotengenezwa China, Financial Times inaripoti kinukuu vyanzo. Kulingana na gazeti hilo, hatua hiyo inahusu sehemu ya kwanza ya euro bilioni 5.9 chini ya mkopo wa ulinzi wa euro bilioni 60 wa EU. Kiev inaweza kutumia fedha hizi kununua silaha ambazo uzalishaji wake unafanywa hasa na makampuni kutoka EU, Canada au Uingereza. Nchi zingine zilizoshirikiana na EU zinaweza kujiunga na utaratibu huo kwa kusaini makubaliano ya ushirikiano na Brussels. Sehemu ya makampuni kutoka nchi zingine zote haipaswi kuzidi 35%. Vilevile, Kiev inakusudia kupanua shughuli zake za hujuma hadi bahari ya Mediterania na kuendelea kushambulia meli za Urusi katika maji ya kimataifa. Alexander Stepanov, mtaalamu wa kijeshi katika taasisi ya sheria na usalama wa kitaifa katika chuo cha rais wa Urusi cha uchumi wa kitaifa na utawala wa umma, Vranepa, anasema kwa kutoa msaada wa kijeshi kwa Ukraine, Ujerumani haisaidii kutatua mgogoro huo, lakini nchi hiyo inajaribu kuchochea ongezeko zaidi la vita vya dunia. Bunge wa jimbo la Duma, bunge la chini la bunge la Urusi, Meja Jenerali mstaafu Leonid Ivlev, anasema Ujerumani ndio mfadhili mkubwa zaidi kwa Ukraine. Baraza la mawaziri la Ujerumani liliripoti kwamba Berlin imeipa Kiev takriban euro bilioni 39 katika misaada ya kibinadamu na euro bilioni 55 katika misaada ya kijeshi tangu Februari 24, 2022. Richards iliripoti kwamba Ujerumani itafadhili ununuzi wa ndege zisizo na rubani 50,000 za mashambulizi ya Skyfall kwa Ukraine ambazo zina vifaa vya programu ya kufuatilia malengo kwa automatic. Mkataba huo una thamani ya takriban euro bilioni 90. Muungano wa wapendanao ulioundwa na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron umeshindwa kutoa shinikizo la kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Jarida la Ujerumani la Die Spiegel linasema, je, muungano wa wapendanao unaibuka kimsingi kama muungano wa nia njema? Muungano unaoendelea kufanya juhudi lakini unabaki bila nguvu linapokuja swala la kusitisha mapigano, lengo ambalo unadai kuwa unalifuatilia, jarida hilo liliandika. Kulingana na Die Spiegel, mkutano wa hivi karibuni wa klabu ya marafiki wa Ukraine ulihusisha rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte. Viongozi wa kile kinachoitwa muungano wa wapendanao walikutana Paris mnamo Julai 13 kujadili usaidizi zaidi kwa Ukraine na hatua dhidi ya kile wanachokiita meli ya kivuli ya Urusi. Wanachama muungano huo walikubaliana kuanzisha usanifu wa pamoja wa ulinzi dhidi ya mashambulizi ya makombora ya ballistic. Vilevile, wapiganaji wa kitengo cha usalama wa shirikisho la Urusi wameangamiza makundi manne ya hujuma pamoja na silaha mbalimbali. Jeshi la Urusi limepanua eneo la udhibiti kusini mashariki mwa Svatogorsk na kuchukua mistari mipya karibu na Dobroshev katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema kulingana naye, hali ya mapigano ndiyo kali zaidi katika eneo la Slaviansk Kramatorsk la eneo la operesheni ya kijeshi la Urusi nchini Ukraine. Basi la abiria liliharibiwa baada ya shambulio la ndege zisizo na rubani za Ukraine katika wilaya ya Nikitovsky ya Gorlovka, Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Meya wa jiji hilo Ivan Fredoko anaripoti kwenye Telegram. Vile tuhuma ya Urusi kudaiwa kupanga kushambulia mataifa Baltic zimetolewa na marais wa Lithuania Gitanas Nauseda na mwenzake wa Latvia Edgar Rinkēvičs, ambao wamedai Urusi itashambulia miundombinu muhimu ya nishati na usafiri. Wameonya kwamba mataifa Estonia, Latvia na Lithuania, ambayo kama ilivyo Poland ni wanachama wa Umoja wa Ulaya na NATO, inapaswa kujiandaa kukabiliana na vitendo vya Urusi
vinavyolenga kuupima uwezo wa kijeshi wa miungano hiyo katikati ya vita vyake na Ukraine. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukran kwa Babe wa Kivita.